Yo, what's up, my good people? It's your boy, Wagner Mari, the big don, the big king, the King Kong around the block. So, kuna kitu moja yenye nilikuwa nataka kuongelelea. You people, amjai kuona kitu inaitwa independent thought. Ukaikaa chini hivi uangalie, the majority of things that you believe in ni vitu mamako alikwambia ama vitu pastor wako alikwambia. For example, una believe kukuwa mwizi ni kitu mbaya. Personally, na believe kukuwa mwizi ni kitu mzuri, bora usishikwe. For example, just imagine ulikuwa uko njaa, hauna pesa kukula sapa, alafu uibie mtu shilingi 200 ununue sapa ukule. Sasa hiyo ni dhambi. Ati hiyo ni dhambi, ati umefanya dhambi, ati Mungu ako na kitabu mbinguni anaandika dhambi zetu zenye tumefanya anaandika chini. Wewe kwenda kabisa, kumbavu, chinga kabisa. Ati anaandika dhambi gani zinaandikwa kwa kitabu? Alafu mtu atakuja atakwambia aje ati kulala na bibi ya mtu ni kitu mbaya. Ati kulala na bibi ya mtu ni kitu mbaya. Mbaya aje, wacha nikwambie. Hakuna kitu mzuri kama kupatiwa blowjob na bibi ya mtu. Alafu mtu atakuja kwambia ati hata wewe siku utaoa mtu atalala na bibi yako. Ujinga mtupu. Kulala na bibi ya mtu ni kitu mzuri, bora mwenyewe asikushike. Juu akikushika atakukata makende. Tuko pamoja. That is something that you need to understand. Ati lazima usaidie mtu. Hakuna, si lazima usaidie mtu. Kusaidia mtu unayemsaidia ukijisikia, si lazima. Alafu kuna watu wenye wanasemanga ati niki kama na earn salary ya 80,000 lazima nitoe sadaka ya 8,000. Na unashangaa mbona wewe ni maskini. Ni juu umekuwa ukipelekea pastor pesa zako. Ati kulala na kazini yako ni dhambi. Ama wacha niachane na hiyo, tutaiongelea siku nyingine kwa sababu ya muda.